Haleluya. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Tunaendelea na somo ambalo kichwa kikubwa kilikuwa kinasema ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Na katika hili somo kuu tukawa na masomo madogo madogo. Na somo dogo tukawa tunatembea nalo linasema kwamba majukumu matatu ya Roho Mtakatifu kwa makundi matatu ya watu. Na hilo somo tumetembea nalo kwa muda sasa. Tukaona kundi la kwanza ambalo Roho Mtakatifu ana jukumu kwao ni kundi la ambao hawajaokoka. Watu ambao wako kule nje. Watu ambao hawamjui Mungu. Hao tukaona Roho Mtakatifu yuko busy nao ili kuwaleta katika ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu yuko busy nao ili kuwaokoa. Tuliona huko na sitarudi huko. Kundi la pili ni kundi lililoko ndani ya kanisa tayari. Watu ambao walishaokoka tayari. Lakini hawa watu ni watoto wachanga katika Kristo. Wanahitaji kunyweshwa maziwa. Hata Biblia ikawahamasisha ikasema kwamba kama watoto wachanga mliozaliwa sasa yatamanini sana maziwa ya neno yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Hao watu Roho Mtakatifu huwa anawapa maziwa. Hawapi chakula kigumu, hawatakiweza na hakitawajenga popote. Huwa anawapa maziwa ili wakue haraka haraka. Mtoto wako uliyemzaa leo huwezi kumpa ugali na mlenda alafu kategemea atakuwa na kupiga hatua. Utaishia kuwa na mtoto njiti. Utaishia kuwa na mtoto ambaye ana marasmus. Na unampa mshima wa kutosha. Unampa ugali wa kutosha. Unampa chapati za kutosha. Lakini ana marasmus. Anakuwa shako. Kisa unampa chakula ambacho sio mwafaka kwake. Maziwa yametengenezwa maalum kwa mtoto. Kwanza yakiingia yanaingia moja kwa moja kwenye mwili kwa sababu tumbo lake linaweza kuyapeleka. Tumbo la mtoto halijawa tayari kusaga ugali. Tumbo la mtoto halijawa tayari kusaga wali. Wasukuma mnisamee kwa sababu watoto wenu miezi mingapi mmeshaanza kuwasukumia ugali ndani. Siwasemi, lakini nasema tu neno la Mungu. Haleluya. Rika parashanda rabaka. Nasema neno la Mungu. Maziwa yameandaliwa maalum kwa tumbo ambalo halijawa tayari. Yakiingia ndani yanaingia straight kwenye mwili. Alafu mtoto anajengwa. Kila wiki ukimwangalia amebadilika. Kila wiki ukimwangalia amebadilika. Kwa sababu anakunywa maziwa vizuri. Ndivyo ilivyo na kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anawazaa watoto wake kwa Roho Mtakatifu. Akisha wazaa, Roho wake Mtakatifu anakuja kukaa ndani yake. Halafu wale watu utu wao ndani bado una mawazo ya zamani. Bado una namna za kuishi kwa zamani. Hawa watu wanatakiwa sasa ndani watengenezwe. Wawe watu wazima katika Kristo. Wawe na fikra za Kristo. Wawe na fikra za roho. Fikra za kimwili ziondoke. Kwa hiyo kinachotakiwa kwao ni maziwa ya neno. Haleluya. Roho Mtakatifu anahakikisha hao watu wanapata maziwa ya neno. Ninaweza nikawa mchungaji nimesimama hapa na hubiri ujumbe fulani niliopewa, lakini Roho Mtakatifu yuko busy. Anasema huu ujumbe hii nachomoa huko nyama, anampatia huyu anayehitaji nyama. Huu ujumbe anachomoa huko maziwa, anampatia huyu anayehitaji maziwa. Huyu ujumbe anachomoa huko kinachomhitaji yule ambaye hajaokoka kumbe amekuja kwenye ibada, anampatia hicho ili kimsaidie kuokoka. Mbele ya safari ibada inaisha, kila fungu limepata sehemu yake. Haleluya. Kila kifungu limepata. Kama alikuja ambaye hajaokoka, baada ya ibada unaona anakuja mbele kuokoka. Nini kimetokea? Roho Mtakatifu amechomoa huko cha kwake akampatia, kikaenda kumhakikishia ndani kwamba anahitaji wokovu. Yule mchanga katika Kristo anapiga hatua. Eneo hili analia kusonga mbele. Roho Mtakatifu amemchomolea huko. Kwa hiyo akasema watoto wachanga wanalishwaga maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la kuwalisha maziwa ni ili wakue. Wakikua fikra ya kimwili itaondoka kwao. Fikra ile itabadilika itakuwa fikra ya kiroho. Wakikua utu wa kale hautatumika ndani yao tena. Watakuwa wameshauchanja kwa tohara ya Kristo na ukaunguzwa katika msalaba wa Kristo. Haleluya. Na lengo ni kwamba hatimaye wafike mahali pa kuwa watu wazima katika Kristo. Watu wazima katika
Ndiyo lengo la Mungu, ndiyo kiu ya Mungu, ndiyo shauku ya Mungu. Na hilo ndilo ambalo tunaongea nalo sasa. Tumeanza kuliongelea toka juzi. Watu wazima katika Kristo, hawa wanaitwa ni wana wa Mungu, maisha ya wana. Tuliongea juzi Jumapili, tukaongea juu ya wana wa Mungu. Tukaona kwamba mpango wa Mungu toka asili ilikuwa watu wote wawe wana wa Mungu. Adamu alipokuwa ameumbwa akiwa pale bustanini, Mungu alikuwa amekusudia amlishe matunda mazuri, amlishe mpaka tunda la uzima wa milele ambalo lilikuwa pale. Adamu akuwe utu wa ndani, kwa sababu alikuwa ndio ni mtu mzima, lakini katika Mungu alikuwa mchanga. Hata Mungu alikuwa hakai ndani yake. Mungu alikuwa anamtembelea kwa nje, alikuwa hakai ndani yake. Wakati wa Mungu kukaa ndani yake ulikuwa bado. Kwa hiyo alikuwa anaandaliwa. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaandaliwa awe na maarifa yote ya mapenzi ya Mungu, awe na ufahamu wa rohoni, awe na maarifa ya kimungu. Yakisha kolea hayo, akisha kuwa ni chombo chenye ufahamu wa maarifa ya Mungu, maarifa ya mapenzi ya Mungu, ufahamu wa rohoni, ndio Mungu aingie ndani yake kwa njia ya tunda la uzima wa milele. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rika patere shanda rabakasaya. Yule adui wa Mungu Ibilisi akavizia, akaingilia ule mpango kukatiza kabla Adamu hajafika mahali pale. Na pale pakatokea kitu kibaya sana. Patokea kitu cha uharibifu. Na kile kitu kimesitisha ule zoezi la Mungu la kutengeneza mwana, kutengeneza mtu ambaye kisha kamilika katika maarifa. Mungu ataingia ndani yake, kwa sababu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Ameumbwa kama chombo ambacho kina uwezo wa kumbeba Mungu. Ndivyo Mungu alivyokiumba. Lakini hakifai tena, adui ameshaingilia ule mpango. Lakini Mungu ambaye hekima yake ni ya namna nyingi, akaanzisha mpango mwingine wa kuhakikisha moja, ataua ule utu uliozaliwa pale. Kuna siku Mungu akitupa ni hekima, akitupa muda, tutaingia tuone utu uliozaliwa pale bustanini Eden. Baada ya nyoka kuja kumgiribu, baada ya nyoka kuja kwa giribu, palizaliwa utu. Huwa tunaujua ni utu wa Adam alianguka. Huwa tunaujua kwamba ni utu wa kale. Lakini kuna jina lingine la huo utu ambalo ukija kulisikia hutakaa kamwe uendekeze kitu cha kimwili. Hutakaa kamwe ukubali kuendekeza kitu cha utu wa kale. Mungu akitupa neema, kuna wakati tutaliongelea. Haleluya. Lakini baada ya huo utu kuzaliwa, huo ambao ni mbaya, Mungu akasema basi huu utu lazima uwawe. Huu utu ni lazima uwawe. Hamna jinsi utakavyobaki kwenye uumbaji wangu. Kwa hiyo ili uje iwezekane kuua, mara moja mfukuze huyu mtu kwenye bustani. Afukuzwe huyu mtu kwenye bustani, asije akanyosha mkono akala tunda la uzima wa milele akaishi, kwa sababu ataishi milele kwenye huu utu. Na huu utu ni mbaya mno. Huu utu ni mbaya kuliko shetani. Huu utu ni mbaya kuliko shetani, kwa sababu shetani anabaki idadi ile ile. Kama ni shetani na theluthi ya malaika walianguka, mpaka leo wako idadi ile ile, hawazaliani. Lakini ule utu uliozaliwa baada ya Adam kuasi, ule utu uliozaliwa pale, kama Mungu angeruhusu ukala tunda la uzima wa milele, ukawa hauwezi kuuawa tena, ule utu ulikuwa na uwezo wa kuzaliana. Na kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kuzaliana, mpaka leo angekuwa wanazaliana mashetani. Mpaka leo ni mashetani angekuwa yanazaliana, na hakuna ambaye angezuia hayo mashetani siende kuzaliana, kwa sababu Mungu alishaweka uwezo wa kuzaliana ndani yao. Mungu akahawahi, akasema hapana, tuwatupe huku nje kabla ya kula huu mti. Wakatupa nje, Mungu akaweka ulinzi kwenye ule mti. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akaweka ulinzi. Kwa hiyo Mungu akasema naanza ratiba mpya ya kuleta mtu mwingine, ya kumleta mtu mwingine ambaye ana ule mfano wangu na sura yangu. Mtu ambaye hajaingia kwenye hili tatizo. Alafu huyo mtu akitengenezwa vizuri, akawa ule mfano ambao niliuhitaji, akifikia sifa ile ambayo nilihitaji, mimi Mungu nitaingia ndani yake kama mfano wangu. Nikiingia ndani yake kama mfano wangu, mimi nitaanza kuishi kwake. Nitaanza kuishi ndani ya huyo mtu.
nitaanza kutenda kwa kutumia viungo vya huyo mtu. Nitaanza kutenda kwa kumtumia huyo mtu. Huyo mtu akitembea ni mimi Mungu natembea. Huyo mtu akiishi ni mimi naishi. Na huyo mtu atakuwa amekamilisha ndoto yangu ya wana wa Mungu. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Akampata huyo mtu. Akamleta duniani. Akaitwa ni Adamu wa pili, ambaye kwa jina lingine ni Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo akasema mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Akasema mimi ndio mwana wa Mungu. Na aliposema mimi ni mwana wa Mungu, akaanza kudhihirisha sifa za mwana wa Mungu anatakiwa aishije. Mwana wa Mungu huwa anaishije? Mwana wa Mungu ana vitu gani? Anaishi namna gani? Na tukaona Yesu Kristo asingetuonyesha mwana wa Mungu anavyotakiwa kuishi, hata leo tungekuwa tunasema sisi ni wana wa Mungu, lakini tunaishi kama watoto wa Mungu. Kumbuka nilisema kwamba kila aliyeokoka ni mtoto wa Mungu, kwa maana Roho Mtakatifu amemzaa. Haleluya kanisa. Lakini tumezaliwa kama watoto wachanga. Watoto wachanga hawaitwi wana wa Mungu. Watoto wachanga wanaitwa ni watoto wa Mungu. Ni watoto wa Mungu, ni wanakuwa. Ni watoto wa Mungu anakuwa. Akishakuwa Mkristo aliyekomaa, akiwa ameshafikia utimilifu wa Kristo, akishafikia pale anaitwa mwana wa Mungu. Na tuliona kwamba mwana wa Mungu maana yake ni Mungu katika mwili. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Mwana wa Mungu ni Mungu katika mwili. Yaani mtu ambaye ni mwana wa Mungu anatembea hivi, lakini ni Mungu anatembea kwenye ule mwili, sio yeye tena. Hiyo hatua inafikiwa kwa wana tu, watoto hawezi kufikia. Ndio maana watoto wanakuzwa wafike pale. Tuliona hayo Jumapili iliyopita. Haleluya. Sasa leo natamani tufike mahali ambapo tutaona mifano kidogo ya wana wa Mungu wanavyotenda, Mungu anavyotenda ndani yao. Na ikipendeza Mungu tuhitimishie somo hilo hapo. Lakini hebu nigusie mambo mawili ya muhimu sana, ambayo ndio ambaye anafanya wana wa Mungu wakavuka, wakakuta tayari sasa Bwana wako wametoka kule kwenye uchanga, sasa wametoka kwenye mwili, wameingia kwenye wana wa Mungu. Kuna mambo mawili. Hayo sitakaa sana, nitayataja tu. Hebu tuende kitabu cha Efeso. Kitabu cha Waefeso mlango. Mungu wetu ni mwema mno. Mungu wetu wangapi wanajua Mungu anawapenda? Mbona umejikunya hata namna hiyo? Au ulikuwa umemwekesha kwenye ile ngoma nini? Kuna ngoma moja ilikesha hapa. Sijui ya watu gani ile. Yuko karibu na pale nyumbani kwangu. Kiti. Nikaamka saa 9 usiku ndio imechanganya. Nikaenda mpaka saa 12 imechanganya. Kasema kweli Mungu anatupenda. Tumefika Efeso mlango wa 4. Okay, mstari ule wa 20. Naanzia 20, lakini siko nako lenga ile naanzia 20. 20 anasema bali ninyi hivyo sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa kwa hakika mlisikia habari zake na kufundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu. 22. Mvue mwenendo wenu wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Haleluya. Kwa hiyo haya matendo yako mawili yameshikamana, ambayo ndiyo mtihani anaofaulu mtu anayeingia kwenye uwana. Mtu anayeingia kwenye uwana, kuna matendo mawili yameshikamana, lakini ni kama matendo yenye hatua mbili. Moja, anauvua ule utu wa kwanza unaitwa ni utu wa Adamu aliyeanguka. Anauvua la kwanza. La pili anasema na mfanywe wapya katika roho za nia zenu, na mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu aliyefaulu mtihani wa kuingia kwenye utu uzima katika Kristo au kwenye uwana wa Mungu, mmoja ameuvua ule utu wa kale, ule utu wa zamani, ule utu wa Adamu wa kale, ameuvua kama vazi, akautupa huko kwa nguvu ya msalaba wa Kristo. Hatua ya pili ya huyu mtu aliyofaulu kwenye mtihani, amepokea utu mpya, utu unaoitwa ni utu wa Kristo, utu mpya wa Kristo. Huo utu mpya wa Kristo akauvaa kama vazi tena na wenyewe. Kwa hiyo amevua vazi, akatupa huko, akachukua vazi jipya
akavaa. Vazi la kale aliyovua ni utu wa kale wa Adam wa kwanza, Adam aliyeanguka. Baada ya kutupa akapokea utu mpya. Vazi la utu mpya unaitwa ni utu wa Kristo. Huu utu mpya unaitwa ni utu wa Kristo. Huyu mtu mpya kwa lugha nyingine anaitwa ni Kristo. Akamchukua akamvaa. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema wote waliobatizwa katika Kristo wamemvaa nani? Kristo. Kwa hiyo huu utu mpya tunaovaa ni Kristo mwenyewe tunamvaa. Sasa watu waliovuka mtihani wa kuingia kwenye uwana, hii hatua ya kwanza wameishinda. Hii hatua, jambo lenye hatua mbili: kuvua wa kale na kuvua utu mpya wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Sasa hili linafanyika ndani, linafanyika kwenye mioyo yao. Kwa hiyo sisi tulioko nje hatuwezi kujua. Ni Mungu tu anaweza kujua. Lakini huku nje hatujui. Lakini hata Mungu kuna kitu anachokitaka sasa ajue kwamba huu utu mpya uliouvaa unafanyaje kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatua ya pili nimesema ni mambo mawili. La kwanza ndio hili. Japo lina mambo mawili, lina A na B, lakini ni jambo moja. Jambo la pili ambalo ni mtihani ambao huyu mtu mwana Mungu anaushinda, ndio anaanza kuishi maisha ya wana, ni hili naloenda kukuonyesha sasa. Hebu tufungue Warumi mlango wa 6. Warumi mlango wa 6. Warumi mlango wa 6. Haleluya. Warumi mlango wa 6 mstari ule wa ngoja kwanza tuanzie mlango wa 12. Sorry, Warumi tuanzie mlango wa 12. Wa 6 pia tutarudi, na ni vizuri tukaanzia 12 itanoga vizuri zaidi. Warumi 12. Tumefika Warumi 12, watumishi wa Kristo. Tumefika Okay. Naenda kusoma kwa jina la Yesu. Mstari wa kwanza unasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Haleluya. Mtihani wa pili wanaovuka watu wanaoanza kuishi maisha ya wana ni kukubali kutoa dhabihu ya maisha yao, dhabihu ya mwili wao. Mwili ndio unaowakilisha maisha ya mtu. Hebu piga picha ya uko na maisha nje ya mwili. Hayapo. Mwili ndio unaowakilisha maisha ya mtu. Unachotenda na mwili wako ndio maisha yako. Kule unakoenda na mwili wako, kile unachofanya na mikono yako, kile unachoangalia na macho yako, kile unachosikia na masikio yako, kile unachonusa na pua yako, kile unalopapasa na mikono yako, hivyo jumla yake huwa vinatengeneza maisha yako. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, tuvitoe dhabihu kwake. Tukivitoa dhabihu, maana yake ili tuelewe vizuri kwa nini, tuelewe vizuri maana ya kutoa dhabihu. Hili neno limetoka kwenye Agano la Kale, la zile dhabihu za wanyama zilizokuwa zinatolewa kwenye madhabahu ya kuteketeza. Zile dhabihu zilizokuwa zinaitwa dhabihu za kuteketeza kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaanza akawa kondoo, anaanza akawa ni ng'ombe mara nyingi, mbuzi ni mara chache. Lakini yule sadaka au dhabihu akishafika, anachinjwa, damu yake inachukuliwa. Kuna wakati tutaongea umuhimu wa hiyo damu. Mungu alikuwa na maana gani kuhusu ile damu, mpaka akazuia wanadamu akasema mtu asile damu kwenye kizazi chenu. Mtu yeyote asinywe damu. Toka kule tena, kabla hata ya Agano Jipya la Kale, kule hata kabla ya kuangamiza, kabla ya kugarikisha, alishasema damu watu wasinywe. Ni kwa sababu ya maono ambayo yalizaliwa pale Eden. Pale kwenye bustani ya Eden palizaliwa maono ya kwamba damu isinywewe. Lakini hilo nalo ni neno lingine tutaliongea siku nyingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile damu ikishatolewa inafanya kazi ya upatanisho pale.
alafu ile sadaka, kiwiliwili kilichobaki kinakatwa kwa maelekezo ya Mungu, kinawekwa kwenye ile madhabahu. Moto unawashwa, inateketea, inakuwa moshi yote, hata mfupa ubaki. Haleluya. Alafu Mungu anasema nimepata harufu nzuri, dhabihu imeteketezwa. Kwa hiyo lugha hii ndio imekuja kwenye Agano Jipya, kwamba tutoe miili yetu kwa dhabihu. Haleluya. Lakini akasema dhabihu, unaanza kuelewa kwa nini Mungu akaongeza neno linalosema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hilo neno hai, kwa nini akaliongeza? Kwa sababu zamani kwenye Agano la Kale ukishatoa dhabihu haibaki kuwa hai. Ukishatoa dhabihu inateketezwa kwenye madhabahu, itabakije hai? Lakini hapa anasema inatakiwa iwe hai. Kwa hiyo ili iwe hai, ina maana kuna kitu cha kuteketeza, lakini huyo mtu bado abaki hai. Haleluya. Maana yake anasema hivi, teketeza kila kitu kinachohusiana na utu wa kale. Hicho kinaruhusiwa kuteketezwa, lakini bado ubaki hai, kwa sababu utu mpya umeuvaa wenyewe, hauteketezwi. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Ndio maana Paulo akatufunulia siri hapa, akasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ule utu wake wa kale wamesulubiwa pamoja na Kristo, na si mimi tena ninaishi, lakini bado ninaishi, ila sio mimi, ila Kristo niliyemvaa kama utu mpya ndiye anaishi ndani yangu. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunaitwa dhabihu iliyo hai. Tunajitoa kuwa dhabihu, utu wa kale unateketezwa, haupo tena, hauishi tena, hauruhusiwi chochote tena kudhihirika, lakini bado tu hai, kwa sababu utu mpya wenyewe ndio uzima unaoishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini biache kwenye kutoa hii dhabihu, ni mwili wako wote unauachilia kwa Bwana. Unakuwa sio wa kwako tena, unakuwa sio mmiliki wake tena, ila wewe unakuwa na jukumu moja, jukumu linaloitwa uwakili. Hebu sema uwakili. Mzee wa kanisa, nikikupa uwakili wa hii simu yangu, hebu nishikie hii simu, naenda kuogelea, siwezi kuogelea na hiyo simu, nikakukabidhi unishikie, ukailinda vizuri, ukahakikisha iko salama pale, si unafanya uwakili pale? Sasa unaimiliki hiyo simu. Kwa hiyo miili yetu tunaruhusiwa kuitunza kama mawakili, na Biblia inasema watu na watu hesabu hivi, kwamba sisi tu watumishi wa Mungu na mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Kwa hiyo kuna uwakili ndani yetu. Kwa hiyo unasema mwili huu sio wa kwangu tena, ni mali ya Bwana. Bwana ameununua kwa damu yake, kama anavyosema kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 pale chini. Lakini ameniachia niwe wakili. Na ili uweze kufanya kazi ya wakili vizuri kwenye huo mwili, lazima msikilize mwenye mwili wake. Haleluya. Huwezi ukafanya kitu ambacho mwenye mwili wake hajakwambia. Unaweza kupaka mafuta ambayo mwenye mwili wake hajakwambia paka ya mafuta. Huwezi ukatengeneza nywele kwa style ambayo mwenye mwili wake hajakwambia utengeneze namna hiyo. Haleluya. Huwezi ukavaa kwa style ambayo mwenye mwili wake hajakwambia uvalishe kwa namna hii. Sio hivyo tu, viungo vya mwili wako ni lazima vitumiwe na mwenye mwili. Sasa na mwenye mwili nani? Kanisa la Mungu. Mwenye mwili nani, watumishi? Yeye ndiye anatakiwa atumie kila kiungo kilichoko kwenye mwili wako. Ikiwa ni kope zako anatakiwa azitumie yeye, ikiwa ni macho yako anatakiwa atumie yeye, ikiwa ni mikono yako anatakiwa atumie yeye. Ukifika hapo, ndiyo hatua umekubuhu, umefaulu mtihani wa kwamba sasa naweza kuishi maisha ya wana, na Mungu ataanza kutenda vitu. Hebu twende turudi hapa mlango wa 6 sasa, Warumi, tuone hiki kingine ambacho ilikuwa muhimu tukione. Mlango wa 6, Warumi mlango wa 6, mstari ule wa 12, nianze wa 11. Warumi mlango wa 6 mstari wa 11 anasema hivi: vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Haleluya. Labda kabla tuendelea, kwa sababu hapo siko nako lenga, anasema vivyo hivyo jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi. Yaani jioneni kama watu ambao mlisha kufa kwa mambo ya dhambi. Na hapa hana maana ya matendo ya dhambi, ana maana ya kwamba kuna utu unaoitwa utu wa dhambi.
ambao ukisoma pale juu mstari wa 3 utaona kuna utu unaitwa utu wa dhambi ambao ulipokelewa pale Eden. Anasema huo utu wa dhambi unatakiwa uwe umekufa, na kimsingi ndicho kitu kilichompeleka Kristo cha kwanza pale msalabani, ni kuhakikisha utu ule wa dhambi unauawa. Anasema jihesabuni kwamba umekufa. Kwa kama umeshakufa, jihesabuni sasa kwamba mko hai, lakini kwa utu wa Mungu, sio kwa utu ule wa zamani. Haleluya, haleluya kanisa la Mungu. Tunaendelea mstari wa 12. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Isitawale tena hiyo dhambi, kwa sababu ilishauawa. Mstari wa 13. Hivi muda mrefu sijawaambia msome, sijajua kwa nini nimewasamea namna hii. Hebu mstari wa 13 tusome kwa pamoja, nione kama tunaweza tukasoma. Kama tukiona tunasuasua niendelee. Mstari wa 13, 1 2 3 go. Haleluya. Sasa hapa ndio kilele cha kutoa dhabihu ya mwili wako. Naomba niende kwenye Kiswahili cha karibuni zaidi, kwa sababu pale ametumia neno silaha. Sasa silaha watu wengine wanaenda kwenye rungu, kwenye panga. Sasa lakini Biblia ilikuwa na maana gani? Kiswahili cha kisasa kidogo amekiweka vizuri zaidi. Nitasoma Viswahili vya kisasa kama vitatu. Kiswahili cha sasa cha kwanza nasoma kwenye neno. Anasema wala msivitoe viungo vya miili yenu vitumike kama vyombo. Umeshaona zile silaha ni nini? Chombo. Amen. Vitumike kama vyombo vya uovu, vya kutenda dhambi, bali jitoeni kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka mautini kuingia uzimani. Nanyi vitoeni viungo vya miili yenu kwake. Mnavitoa kwa nani jamani? Kanisa, mnavitoa kwa nani? Kwa Mungu, sio kwa mwingine. Anasema vitoeni viungo vya miili yenu kwake kama vyombo vya haki. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Anasema tusiendelee kuvitoa viungo vya miili yetu vitumike kama vyombo vya kutendea maovu na dhambi. Kwa nini? Kwa sababu yule bwana aliyekuwa anaitwa dhambi, aliyekuwa anatumia hivyo viungo vikatenda dhambi, yule bwana ndiye ulimsurubisha kwa kuvaa utu wa kale. Kwa hiyo anasema usivitoe tena. Yaani kwa lugha nyingine, kabla hujamsurubisha yule bwana aliyekuwa anaitwa bwana dhambi, yule bwana aliyekuwa anaitwa bwana utu wa kale, kabla hujamsurubisha ulikuwa huna uwezo wa kusema sitoe kiungo changu kutenda dhambi. Ulikuwa huna uwezo huo. Ndicho kitu anachokisema Mungu. Ilikuwa huna uwezo huo. Unaweza kusema siendi, na bado ukaenda. Alikuwa ni bwana, alikuwa amekumiliki. Unaweza kusema usita kuwa mlevi, na bado ukaenda kulewa. Sitakuwa mzinifu, na bado ukaendelea kuzini kwa kwenda tena kuongeza maradufu, kwa sababu wewe ni mtumwa, yeye ndiye bwana na kudrive. Lakini baada ya yule bwana kuangamizwa pale msalabani, Mungu anakuambia wewe una uwezo wa kuviambia viungo vya mwili wako hautatenda dhambi, na vikakutii, kwa sababu hauko tena chini ya yule bwana anaitwa dhambi. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Na anaendelea basi hapa akasema kwamba kama watu waliotolewa kutoka mautini, yani watu waliofufuliwa upya, sasa tumemvaa Kristo. Anasema nanyi vitoeni viungo vya miili yenu kwake kama vyombo vya haki. Hiyo ndio kitu wanachokifanya watu waliofaulu mtihani sasa wa kuingia kwenye Bwana. Haleluya. Viungo vyao sasa wamemkabidhi Bwana. Viungo vyao wamemkabidhi Mungu. Mungu avitumia atakavyo, kuanzia nywele mpaka kwenye kucha. Mungu anazitumia. Mungu anatumia kila kitu, mpaka mate yako anayatumia. Haleluya. Hebu tuende Kiswahili cha kisasa, nimalizie na hiki Kiswahili cha kisasa kingine. Anasema wala msitoe. Jamani, naomba msikilize vizuri, kwa sababu Kiswahili kilichotumika hapa ni kizuri mno. Kiswahili cha kisasa. Kanisa, tuko pamoja? Wangapi wanamsikiliza mchungaji hapa? Nisije nikaongea peke yangu. Anasema hivi, wala msitoe hata sehemu moja
ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. Amesema tunaweza tukatoa tu kamoja vingine vyote tukampa Mungu eti. Amesemaje? Amesema tusitoe hata sehemu. Kwa hiyo ukisema mimi nilishashinda yote, nimebaki tu kwenye kuvuta sigara, hiyo ni sehemu moja ambayo bado imeenda upande wa dhambi, si ndio? Ukisema nimeshinda yote ila uongo kidogo, huwa naongea ule uongo mtakatifu, ule uongo mweupe, bado hapo hamna kitu. Tumeambiwa hata sehemu moja tusitoe tena ikatende dhambi. Tusitoe kwa ile bwana anaitwa bwana dhambi. Kwa hiyo kama wewe umekuwa unaamini ndani wewe ni mwana wa Mungu, umekuwa unaamini ndani kwamba tayari unaishi maisha ya uwana, alafu ukaja kukumbuka, Mungu akakukumbusha kwamba kwenye maisha yako kuna kiungo haka. Hebu sema haka. Kanisa sema haka. Kanisa wengine hamnioni, semeni haka. Kuna kiungo haka kamoja, hako tu ndio nimemwachia bwana dhambi, lakini vingine vyote 99 nimempa nani? Bwana. Neno linakushuhudia kwamba hauna sifa ya kusema ni mwana wa Mungu. Unakaribia, lakini bado ni mtoto mchanga katika Kristo. Mungu bado anahitaji ukamilike. Biblia inasema kwenye Mathayo mlango ule wa 5 mstari wa mwisho 48, anasema mtakuwa wakamilifu kwa kuwa baba yenu wa mbinguni ni nani? Ni mkamilifu. Sasa naendelea. Tuendelee. Mlikuwa mnasoma nyie pale anakosema mimi nilikuwa nasoma. Okay, mimi nilikuwa nasema. Anasema wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. Badala yake, sikilizeni, badala yake jitoeleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka kwa wafu. Toeni nafsi zenu zote. Ni wangapi wamesikia hilo neno? Toeni nafsi zenu zote. Hapa amesema zenu zote kwa sababu anaongea na wengi. Lakini ukiwa peke yako anasema toa nafsi yako yote. Haleluya. Anasema toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya haki. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Hiyo mitihani miwili mtumishi wa Mungu, kama umeshaivuka wewe ni mwana wa Mungu. Jiite ni mwana wa Mungu, kwa sababu mpaka ukafika hapa maana yake huna cha kwako tena. Umenyenyekea mzima kwa Kristo. Umenyenyekea, umejitiisha chini yake. Umenyenyekea chini ya mkono wa Mungu wenye nguvu. Umejiachilia kwa Mungu, yeye aishi, wewe usiishi. Yeye aishi ndani yako, utende. Yaani ukishafika hapa, kama tutakapoenda kuona hii mifano kwenye Biblia, Mungu ndiye anaishi ndani yako sasa. Mkono wako kinyoka hivi ni Mungu anaunyoosha. Ukiongea ni sauti ya Mungu ndani ya sauti yako. Haleluya. Ukimwekea mtu mkono hivi ni mkono wa Mungu ndani ya mkono wako, umemwekea yule Mungu mtu. Ukitembea unaenda sehemu, ni Mungu anayetembea kwenda ile sehemu kwa kutumia miguu yako, bali ya kwake tayari umempa. Huna cha kwako tena. Akikwambia kaa unakaa, akikwambia simama unasimama, akikwambia nenda. Haleluya. Tuko tayari tupate mifano michache? Haya, hebu tuende kwenye Biblia tupate mifano michache mizuri kweli. Tutaenda kuona mifano ya Bwana Yesu. Hebu tuende Marko mlango wa 6. Tunaenda kumuona Bwana Yesu akiishi maisha ya uwana sasa hapa duniani. Kwa sababu kitu kimoja cha muhimu cha kujua ni kwamba kabla hujatoa dhabihu mwili wako na viungo vyako ukamtolea Bwana, wengine hatutajua hata kama wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo ukishafika hatua hiyo ndio na hata walioko pembeni watajua wewe ni mwana wa Mungu. Hata mataifa watajua huyu ni mwana wa Mungu. Hata kama hawatajua neno hilo mwana, lakini watajua huyu ni Mungu. Haleluya. Sasa tukaone Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Mungu aliishije ndani yake. Kwa sababu sio yeye tena. Hata yeye alishuhudia akasema kazi nizifanyazo sizifanyi kwa kusudi langu mwenyewe, ila nimonavyo Baba anafanya ndivyo nifanyavyo. Akafika sehemu nyingine akasema Baba ndiye anazitenda kazi zake mwenyewe. Haleluya. Tumuone Yesu Kristo Bwana wetu. Mathayo mlango wa 6. Tumefika. Naenda kuona mstari mmoja pale.
mstari wa naanzia 50 na ngapi hapa? 53. Mathayo, nimesema Mathayo mlango wa 6. Sorry. Marko mlango wa 6. Marko mlango wa 6. Wanaundugu Marko na Mathayo, wanaundugu sana. Wanatheolojia wanasema Marko ndio aliandika injili yake kwanza, alafu Mathayo, watu kumbe walikuwa mpaka kwenye Biblia. Mathayo akaenda kuchukua ile injili ya Marko yote akaingiza kwake, alafu akaongezea hapo vitu vingine. Marko bana, yaani Marko aliandika injili wa kwanza, alafu Mathayo akachukua ile injili ya Marko yote akaipeleka akaiandika yeye, alafu akaongezea sasa mengine. Alafu Luka akachukua ya Mathayo akachukua na ya Marko, akaenda kuzisoma, akatafiti, akatoa huko vitu, akaenda kufanya na utafiti wake mwingine, akavileta, akaunganisha, akatengeneza ya kwake, akaita injili kwa Luka, kwa injili ya Luka. Haleluya. Yohana ndio yuko kipekee yake kabisa. Yeye tumwache yeye ni wa ufunuo zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Okay, Marko mlango wa 6 mstari wa 53 anaanza hivi: hata walipokwisha kuvuka, walikuwa wanaenda ng'ambo, walifika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Nao wakiisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani waliokuwa wagonjwa, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Haleluya. Mstari wa 56, hebu tusome kwa pamoja, ndiko unakolenga. 1 2 3 go. Ngoja kidogo, kuna wengi nilikuwa mjafika eti. Okay, hebu tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema na kila alikokwenda, akiingia vijijini au mjini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni. Sokoni sehemu ambayo unaweza kukutana watu wengi. Wakamsihi waguse anga pito la nini? La vazi lake. Nao wote waliomgusa walifanya nini? Wakapona. Tumadhimishe Mungu. Haleluya. Ni wangapi wanamkumbuka yule mama aliyekamata pindo la Yesu akapokea uponyaji? Tunamkumbuka Unajua, kabla sijaja kukutana na mstari kama hii, niliwaza yule mama alipata ufunuo peke yake, na nikawaza kwenye Biblia yeye ndio aliponywa kinamna hiyo tu peke yake. Lakini kumbe haiko hivyo. Biblia inasema wakati Yesu anapita kule, watu waliposikia neno lake, walienda wakakusanya wagonjwa kila mahali, mashambani, wapi, wakawapeleka sokoni, wakamwomba pale sokoni ndiko sehemu kubwa ya kukutania, wako pale, tunaomba waponywe. Kwa sababu ya wingi wa watu, na Yesu ameshakuwa ni chombo cha Mungu, ni mwana wa Mungu, hana cha kufanya yeye anatembea. Mungu anayetembea ndani yake, Mungu ambaye ana uwezo ndani yake, anaachilia uweza mpaka unakuja kwenye mavazi yake. Halafu anaruhusu kila anayegusa ili apone. Kila anayegusa kwa imani nataka kupona. Kila anayegusa kwa imani kwamba nikigusa ili pindo lake nitapokea uponyaji. Nguvu ya Mungu inamtoka Yesu, inaponya. Biblia inasema wote waliogusa pindo lake walifanya nini? Walipona. Niambie, Yesu alikuwa anaamuru nguvu itoke ndani yake? Alikuwa anaamuru nguvu toka ukamponye? Yeye alikuwa anatembea kwa uaminifu kama mwana. Wanamshika wangapi yeye? Kwa mfano, yule mama alikuwa anavuja damu. Biblia inasema alipenya katikati ya watu, akapeleka kamkono hivi, kalishika, kadaka uponyaji. Yesu yeye yuko busy. Lakini akasema mbona nguvu imenitoka? Hakuiruhusu itoke. Alishangaa imeshatoka.
imevutwa na imani ya kushika ile vazi. Haleluya. Kwa hiyo nachotaka tuone ni kwamba Mungu anautumia ule mwili wa Yesu kwa sababu ameshautoa dhabihu, ameshauachilia uwe ni Mungu anaishi ndani yake, ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaujaza nguvu atakavyo na anautumia atakavyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone tena sehemu nyingine. Twende kitabu cha Luka mlango wa 6 hivyo hivyo. Luka mlango wa 6. Hii ni mifano, kwa hiyo naenda haraka tu. Ni mifano, kitaka unaenda kuangalia mwenyewe. Luka mlango wa 6 mstari wa 19. Haleluya. Na kwenye ameenda akaenda maeneo ya Tiro, Sidoni. Mstari wa 18 anasema na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa. Sasa mstari wa 19, hebu tusome kwa pamoja kanisa la Mungu. 1 2 3 go. Hebu turudie 1 2 3 go. Haleluya. Anasema na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa. Sababu iliyowafanya watake kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka, ukiwaponya wote. Haleluya. Huyu ni mwana wa Mungu, anatembea, amekuwa chombo. Mungu amemjaza kwa Roho Mtakatifu. Na baada ya Roho Mtakatifu kuona alivyonyenyekea na kumwachia kila kitu, Roho Mtakatifu ametamalaki, anaachia uweza wake wote wa kiungu kufanya miujiza yote ya kiungu, kwa sababu ameachiliwa kama chombo. Haleluya. Kwa hiyo anapotembea uweza unamtoka kama maji. Unamtoka kama maji. Sio maji kabisa ya kuonekana, lakini unamtoka. Na wote wanapoenda wanamgusa tu, amedaka huko uponyaji. Akimgusa pepo limetoweka. Kumbe hata mapepo hayatakiwi tu yakemee. Ile kukemea mapepo ni kilele basi cha pale kwamba tunapambana. Lakini pepo likikutana tu na nguvu ya Mungu, lenyewe linaanza mbele. Hebu sema linaanza mbele. Kwa sababu wenye mapepo wanamgusa, mapepo yanatoka. Yesu hajakemea. Ni kweli Yesu alikuwa anakemea maeneo mengine mapepo, lakini tunaambiwa kwamba Mungu akiachiliwa, aachilie nguvu zake zianze kutoka, hata mapepo yanatoka. Huhitaji kumuuliza wewe unaumwa kitu gani? Wewe unaumwa homa toweka kwa wewe njoo tu na siri ya ugonjwa wako, mshike, uweza unatoka, unapokea uponyaji, unaenda zake. Hebu muadhimishe Yesu. Haleluya. Tunaona mifano ya Yesu kwanza, baadaye tutaona mifano ya watumishi wa sisi sasa, kizazi cha sasa. Hebu tuende Mathayo. Sasa tumeshaona mwili ukitumika. Je, ni mwili tu Bwana anautumia ukiwa mwana wa Mungu? Ukijiachia kwake ni mwili tu anautumia? Anatumia viungo vyote. Tunaenda kuona mifano mingine akitumia kinywa. Haleluya. Tumesema kinywa chako kinakuwa kinywa cha nani? Cha Mungu. Kwa hiyo neno unalotamka linakuwa ni neno la Mungu ndani ya neno lako. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana Bwana Yesu akasemaje, kila neno lisilo na maana atakalo litamka mwanadamu atatoa hesabu yake siku ya ngapi? Siku ya mwisho. Kwa nini? Maneno, kinywa chako hakikuumbwa kitamke maneno hovyo hovyo. Kilikusudiwa kikitamka neno, ni Mungu ametamka neno ndani ya neno lako. Sasa ukitamka neno lisilo na maana, Mungu halitamki hilo neno, linakuwa la kwako, utatoa hesabu yake. Ni mambo mazito haya. Haleluya. Hebu tufungue Yohana mlango wa 4. Tunaendelea kuona mifano ya Bwana Yesu, lakini sasa hivi tunataka tuone Mungu akitumia kinywa. Kabla tuende Mathayo kwanza mlango wa 8. Mathayo kwanza. Mathayo tujamsoma. Hebu tuende Mathayo. Mathayo mlango wa 8 tumefika Mathayo mlango wa 8 ni hadithi moja hivi. Kuna akida mmoja ambaye mtoto wake alikuwa anaumwa. Nitasoma kwa kurukaruka. Mstari wa 5 anasema hivi:
Na alipoingia Kapernaumu, afisa mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Haleluya. Yule afisa akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari langu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu hufanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia haya alistajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, na wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Sasa mstari wa 13 ndiko unakolenga. Anasema, naye Yesu akamwambia yule afisa, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Haleluya. Je, Yesu alitamka uponyaji kwa yule mtu kule? Je, Yesu alisema namponya mtoto wako huyo mtu? Yesu hajatamka neno lolote la uponyaji. Yesu ametamka tu neno la kusema kwamba na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona wakati ule ule. Haleluya. Ni nini siri? Siri ni nini? Siri sio kile unachokisema, sio maneno yale unayosema yanavyoelekea lile tatizo. Siri ni kwamba lile neno amelitamka Mungu mwenyewe. Sijui kama kuna watu wananielewa. Siri ni kwamba lile neno ametamka Mungu, halijalishi amelitamkaje. Ni Mungu ametamka. Mungu akitamka neno linakuwa alichokitamka. Haleluya. Kanisa la Mungu, Mungu akitamka kitu kinakuwa kile kitu. Sijui tunaelewa. Hiki kitu kinaweza kikaitwa ni uongo. Unakiangalia unasema hiki kitu ni uongo. Mungu akisema hiki kitu sio uongo, kinaacha kuwa uongo. Sijui tunaeleweka eh? Wote tunajenga hoja kabisa, tutasema hiki kitu ni uongo. Hakipo kabisa, hiki kitu ni uongo, na kila mmoja akiangalia akipima kwa namna yote anaona ni uongo. Mungu akisema hiki kitu ni kweli, kinakuwa kweli pale pale. Huyo ndio Mungu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Inakuwa kila alichosema Mungu. Kwa Mungu akasemaje? Huyu alisemaje? Ukitamka neno tu. Hakusema ukitamka neno la kumponya. Alisema ukitamka neno tu. Neno tu, kwa sababu mamlaka iliyonayo. Ukitamka neno tu, hata kama ukisema kula anapona. Ndio alikuwa na maana hiyo. Alikuwa anasema ukitamka neno, Yesu angesema nimetamka neno, kula angepona. Sio swala la neno lile limuelekee kwenda kumponya. Na Yesu akamwambia, okay, na iwe kwako kama ulivyoamini. Si ulivyosema nikitamka neno, nimeshalitamka hili, na iwe kwako kama ulivyoamini. Kula akaitika, akapona. Haleluya. Ni kwa sababu siri ni hii tu. Siri ni kwamba ni Mungu alitamka lile neno ndani ya Kristo. Hilo ndio kitu cha kujua, watumishi wa Mungu. Usije ukahangaika kutafuta maneno kuwapangilia yatirike, kusimama na haki ya Mungu, kukiri mistari mingi na nini, hautavuna kitu. Ruhusu Mungu atamke neno. Hata Mungu akisema kuisha, mambo yametokea kule. Tumaadhimishe Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Hebu tuone mifano mingine. Tuende sasa pale kwa Warumi. Tuende pale kwa Warumi, kwa Yohana. Naenda mbio. Kwa Yohana mlango wa 4 tumefika. Kwa Yohana mlango wa 4. Na yenyewe pazuri hapa. Mstari wa 46. Tasoma na rukaruka kidogo. 46 anasema hivi: basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipofanya yale maji kuwa divai. Sasa naruka naenda chini kidogo. Kuna mtu ngoja niendelee. Na palikuwa na ofisa mmoja ambaye mwanawe alikuwa mgonjwa huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja
kutoka Yudea mpaka Galilaya, alimuendea akamsihi ashuke kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa karibu ya kufa. Haleluya. Kanisa tuko pamoja Mstari wa 48. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule ofisa akamwambia, Bwana, ushuke, mtoto wangu asije akafa. Mstari wa 50 tusome kwa pamoja, kanisa la Mungu. 1 2 3 go. Haleluya. Mstari ule wa 52, basi yule baba akaondoka akafika nyumbani. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa na nafuu, nao akamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Hebu tumwadhimishe Yesu. Haleluya. Sasa hebu tuangalie neno alilosema Yesu. Alikuwa anamtaabisha Yesu, ushuke Bwana ukamponye mwanangu. Yaani hajajua mamlaka ambayo Mungu aliye ndani ya Kristo anayo. Ameshakariri ni mpaka amweke mtu mkono, mpaka afike pale amtamkie kupona. Shuka mwanangu asije akafa na kuomba. Ukichelewa mwanangu atakufa. Mungu aliye ndani ya Kristo, kwa sababu Kristo ni chombo. Mungu akatamka neno, akamwambia enenda sasa, kwa kuwa mwanao yu hai. Hebu niambie, amemwombea yule mtoto apone? Ametamka neno la kwenda kumponya? Kanisa la Mungu, ametamka neno la kwenda kumponya? Ametamka tu hali. Ametamka tu hali halisi kwamba mwanao yu hai. Kule alikuwa anaumwa, ni mgonjwa karibu afe. Mungu akatamka mwanao yu hai. Alichokitamka Mungu ndicho kinachokuwa. Sijui tuko pamoja, kanisa la Mungu. Tumesema kitu kama tunasema ni uongo, Mungu akisema ni kweli, kinakuwa kweli. Kitu kama kimekufa, tukasema hiki kitu kimekufa, tukapima na vipimo vyote na harufu zinatoka, Mungu pale akasema hiki kitu kinaishi. Hicho kitu kinakuaje? Ukienda pale unakuta kinaishi, kwa sababu ni Mungu amesema. Kwa hiyo Mungu ndani ya kinywa cha Kristo akasema, enenda, mwanao yu hai. Nakula naumwa, lakini kwa kuwa Mungu amesema mwanao yu hai, hamna jinsi ambavyo homa itakaa. Neno la Mungu lilo linalotawala katika mbingu na katika nchi, limetoka katika kinywa cha Mungu. Haijalishi yule mwana yuko mbali kiasi gani, limetoka neno, ni lazima kule awe hai. Kwa nini? Ametamka Mungu, mwanao yu hai. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Tuone mfano wa mwisho kwa Bwana Yesu. Tuende mifano ya watumishi wa Mungu wengine. Yohana mlango wa 5, hapo mbele tu. Yohana mlango wa 5. Unajua hii hadithi nayo nzuri, lakini nitasoma tu kwa ufupi. Mlango wa 5 tumefika Yohana mtakatifu. Mstari wa 2 anasema hivi, na huko Yerusalemu karibu na mlango wa kondoo pana bawa la maji. Labda nifafanue kidogo. Ni mahali palikuwa na bwawa tu, linakuwa na maji. Alafu pamelala wagonjwa wengi ambao hawawezi, waliopooza, vile walemavu wa namna zote, walioshindikana, wanazibiwa magonjwa yenu hayaponi. Wamelala kwenye lile bwawa, pembeni wamejaa top. Kwa mwaka anakuja, anashuka kutoka mbinguni malaika. Akiingia kwenye ile maji akatibwa pu yakachemka namna hiyo. Yule mtu wa kwanza kujirusha kwenye yale maji, ugonjwa wake unaondoka bila kujali unaona namna gani. Sasa amelala hapa mtu ambaye ameugua miaka 38, amepooza. Sasa Yesu akiwa anajua hali yake, ndio anamjia hapa. Sasa hebu tufike pale. Kwa hiyo mstari wa 5, na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Ni swali. Yule mtu, mstari wa 7,
Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hakumjibu Yesu kwamba nataka kuwa mzima, ila alimwambia Yesu, mimi najua jibu liliko. Jibu liko kwenye bwawa likisha kutibuliwa na malaika. Shida yangu sina mtu wa kuniingiza. Yakitibuliwa nataka kwenda kwa sababu ulemavu wangu, nakuta mtu mwingine ameshaniwahi ametumbukia. Na mmoja kishaponywa basi hata mkitumbukia hamponywi tena. Kwa hiyo kwa lugha nyingine alitaka kumwambia Yesu, kama kuna msaada utakaonipa ni kunirusha huku likishatibuliwa nikawa wa kwanza kutumbukia. Ndio ufahamu na ndio amegota. Hakujibu swali, lakini Yesu alijua hali yake. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8 tumuone Yesu anachosema. Yesu akamwambia. Hebu tusome pale kanisa la Mungu. 1, 2, 3 go. Okay, tuanze tena wote. 1, 2, 3 go. Haleluya. Yesu akamwambia, yani ni mtu ambaye amepooza miaka 30 na mingapi, ambaye hata maji yakitibulia haona uwezo wa kutumbukia huko. Alafu Yesu anamwambia, simama, jitwike. Sio usimame tu, simama ujitwike godoro lako, wala sio ujitwike tu godoro alafu uende zako. Hayo maneno hayahusiani na kumponya mtu. Hayo maneno Mungu ameongea. Kwa hiyo tumesema Mungu, chochote Mungu anachokisema kinakuwa. Kwa hiyo Mungu amemuona mtu amepoza amelala pale, Mungu anamwambia simama. Mungu akisema simama, ni lazima hilo neno simama lifanye kazi, huyo mtu asimame. Huyo Mungu hahitaji aseme huwezi kusimama kwanza ngoja nikupone, alafu nikishakuponya usimame. Mungu si wa hivyo. Mungu anachokisema ndicho kinachokuwa. Haleluya. Kwa hiyo anapomwambia simama, jitwike godoro lako uende zako, mstari wa 9 unasema mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa siku ya Sabato. Of course pakaanza kesi hapo. Ikaanza kesi ya Sabato, lakini hiyo ni kitu kingine. Mtu ameshapata raha zake zote, miaka 38, amejitwisha godoro, yuko sharp, anatembea, mwili wake uko vizuri. Haleluya. Lakini Yesu hajamuombea apone. Yesu amesema ni Baba aliye ndani yangu ndiye atitendaye kazi zake. Yeye ni mwana. Amefika pale kama mwana. Baba anamwambia pita hapa, nataka kufanya kitu hapa. Anapita namna hii, Baba anampa ufunuo, huyo hapa miaka 38 yuko hapa. Kwa nini nifanyeje? Umwambie tu asimame, achukue godoro aondoke zake. Haya, simama, jitwike godoro lako, nenda zako. Hafanyi zaidi alichoambiwa. Alafu kila neno analotamka ni Mungu anatamka neno ndani ya neno la Yesu. Tumaadhimishe Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa hebu tuondoke hapo, tuone mifano kidogo kwa mitume angalau wawili. Tusije tukasema sasa Yesu alituonyesha, lakini je, baada ya kanisa kuzaliwa iliwezekana kuendelea mambo hayo? Hebu tuanze na Matendo ya Mitume mlango wa 19. Mlango wa 19, Matendo ya Mitume mlango wa 19. Tumefika watumishi wa Kristo. Tumefika watumishi wa Bwana. Hapa nasema mistari 2-3 ya utangulizi ili nisisome habari ndefu. Ni mtumishi wa Mungu Paulo amefika eneo linaloitwa Efeso. Akakuta wanafunzi 12 wanaume wameshamkiri Yesu kwa Bwana, lakini hawajapokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa sababu ya injili walioipokea. Walipokea injili ya Yohana Mbatizaji. Wakahudumiwa pale, wakajazwa Roho Mtakatifu. Baadaye akachukulia kama ndio kanisa la kuanzia. Akaenda kwenye sinagogi lao, akaanza kuhubiri kwa nguvu. Akahubiri kwa nguvu, akiwashuhudia habari za ufalme wa Mungu, akiwaita wamwamini Yesu Kristo kwa miezi
mitatu mizima. Hakuokoka hata huyu mtu mmoja, badala yake akawa anamtukana, badala yake anatukana ile ujumbe. Roho akamshuhudia, akamwambia hii ngoma nzito, nifanyeje? Akampa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi, akatoka kwenye ile sinagogi, akajitenga na wale wanafunzi wake 12 pale, akaenda akakodi nyumba mahali. Kwenye ile nyumba akaanza kufundisha na maombi, kufundisha na maombi. Kwa njia hiyo watu wakaanza kuokoka mmoja mmoja, kufundisha na maombi. Watu wanaendelea kuokoka mmoja mmoja, neno la Mungu linaendelea kuenea. Lakini miaka 2 mizima anafundisha, anaomba, anafundisha, anaomba. Kumbe shida iliyokuwepo miezi 3 yote ile ni kwamba kulikuwa na ngome kubwa pale Efeso. Ilikuwa ni ngome ya mungu mke aliyekuwa anaitwa Artemis au Kitaliano Diana. Huyo mungu mke alikuwa ni mungu wa Efeso yote na ulimwengu wa wakati ule kwa wapagani. Alikuwa ni ngome imetawala pale, mungu anayeabudiwa pale. Ile anga limekuwa jeusi, limekandamiza, hamna kinachoweza kuota kwa upande wa Mungu. Akaambiwa hapa mambo hayaendi hivyo, rudi kajipange. Kwa hiyo akakaa na Roho Mtakatifu miaka 2, anafundisha, anaomba, anafundisha, anaomba. Mwisho wa miaka 2 ngome ile ya mungu mke wa Efeso bunguru ikadondoka. Hebu tumwadhimishe Mungu, haleluya. Baada ya ile ngome kudondoka, nguvu za Mungu zikawa nyingi juu ya Paulo kwa ajili ya kuendelea kazi, kwa sababu ile nguvu ya Mungu ndio iliyobomoa ile ngome, na ile nguvu ya Mungu ikaendelea kufanya kazi ya Mungu. Haleluya, haleluya, kanisa la Mungu. Sasa baada ya hapo tuone sasa kilichotokea. Mstari ule wa 10 anahitimisha hicho nilichokuambia. Mstari wa 10 anasema mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote walioka Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Mstari wa 11. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hebu sema miujiza ya kupita kawaida. Anayefanya ni nani? Ni Mungu. Paulo yeye amekuwa chombo, alipondwa akawa chombo. Na kama kulikuwa na kitu akijapondeka vizuri, miaka hii 2 ya kujidhili kwenye maombi, ya kufunga na kuomba, ilimsaidia kupondeka zaidi mpaka akalainika, akawa chombo cha kumbeba tu Mungu. Yeye sio kitu tena. Baada ya Mungu kumjaa vizuri, tunaambiwa Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Kumbuka tulisema kwamba wana huwa wanaachilia kila kiungo cha mwili wao kwa nani? Kwa Bwana. Na hapa Biblia inasema Mungu alifanya miujiza kwa mikono ya nani? Ya Paulo. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Mungu akatumia mikono ya Paulo kama mikono yake, akafanya miujiza ipitayo kawaida. Sasa mstari ule unaendelea 12 anasema hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawatoka, pepo wachafu wakawatoka. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaona linafanyika kwenye Agano Jipya. Mtumishi wa Mungu amejinyenyekesha, akawa chombo. Mungu anamtumia atakavyo, akafanya miujiza kupita kawaida. Na sasa hata leso ni vitambaa, kinakuja kitambaa kinaguswa kwenye mwili wa, hukiambii kitu, gusa tu, kipeleke, nina mgonjwa nyumbani kwangu. Yaani hapo zoezi lilirahisisha. Huna haja kumbeba, wewe nenda na kileso chako tu. Mtafute Paulo yuko wapi? Huyu hapa. Wala usimuombe, wala usimwambie Paulo naomba sasa, na mgonjwa nyumbani naomba sasa nigusishe kitambaa hapa nimpeleke mgonjwa mtumishi wa Bwana. Uhitaji kumuomba, mtafute yuko wapi? Huyu hapa. Peleka na kitambaa chako. Pemba pepe. Anakuwa mzima. Ndicho Mungu alichofanya, kwa sababu ni chombo chake kinatembea. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya, haleluya, haleluya. Na baada ya mambo haya kutendeka, Biblia inasema
mambo yalifanyika ya ajabu. Baada ya yule mungu mke kuanguka ngome yake, Biblia inasema mstari 18, na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Haleluya! Ngome kidondoka, watu wanaokoka wenyewe. Ngome kidondoka, waganga wanakusanya uchawi wao na vitu vyao, waganga wanaleta vinakuja kuchomwa kanisani. Huhitaji kuna watu wanasema neno la Mungu linasema usimwache mwanamke mchawi kuishi, umuue. Kwenye Biblia, kwenye Agano Jipya sasa, Mungu kama anavaa vyombo vyake. Haleluya! Ngome zikadondoka. Hawa wanawake wachawi na watu wengine wachawi huko wanabeba uchawi wao, wanaleta, wanasema jamani, teketezeni tu sasa, haina kazi tena. Teketezeni tu, haina kazi tena. Nimeitumia miaka mingi lakini sasa haina, ni sufuri tu sasa. Teketezeni, mimi nimekuja kuokoka tu sasa. Hapo ni ngome zimedondoka. Tumaadhimisha Mungu. Haleluya, haleluya. Na litatokea kwa jina la Yesu. Litatokea katika kizazi hiki kwa jina la Yesu. Tutashuhudia wachawi wakileta vitu kuja kuteketeza hapa kwa jina la Yesu. Tutashuhudia waganga wakileta uganga wao kuja kuchemsha, kuteketeza kwa moto hapa kwa jina la Yesu. Kwa sababu ngome zinadondoka kwa jina la Yesu. Rika patata rambondoro shikabaria kondarasike. Rika patarasike. Tunaye Mungu aliye hai. Hebu tumwangalie mfano wa pili kwa mtume Paulo kabla tuyaondoka, mlango wa 14. Matendo hapo. Mlango wa 14, Matendo ya Mitume. Tunaenda kuona Mungu yani alivyomtumia Kristo. Ulikuwa ni kama trailer ya kutuonyesha kwenye kanisa ndio mambo yanayofanyika, yanayotakiwa yafanyike. Sasa kwenye mlango wa 14 nimesema Matendo, mlango ule wa Matendo 14 mstari ule wa 8 pale. Mstari unasema, neno linasema hivi: na huko Listra palikuwa na mtu mmoja asiyeweza kutumia miguu yake, maana yake alikuwa mlemavu, na aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa kwake. Mstari wa 9, mtu huyo alipomsikia Paulo alipokuwa akinena, naye Paulo akimkazia macho, hebu sema Paulo akimkazia macho, na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Mstari wa 10, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Akasema simama kwa miguu yako sawa sawa. Alimwombea apone? Alisema Mungu nakuomba umponye kiwete huyo? Alimwambia pona kwa jina la Yesu? Alimkazia tu macho, akasema simama kwa miguu yako sawa sawa. Huko hajui, huko ni mlema, ni kiwete, hawezi kusimama, miguu imepinda. Anamwambia simama kwa miguu yako sawa sawa. Yaani usisimame kwa kitenge namna hii ikiwa imepinda. Simama sawa sawa, manake simama imenyoka. Ni neno la Mungu ndani ya neno la Paulo, na neno la Mungu linachokisema ndicho kinachokuwa. Mungu amesema simama kwa miguu yako sawa sawa, lazima lifanyike, aweze kusimama kwa miguu yake sawa sawa. Biblia inasemaje hapa? Akasimama upesi akaenda. Haleluya. Maana yake aliruka chopo akaanza kutembea namna hii. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Tunaenda kuona mfano wa mwisho kwa mtume wa Mungu Petro. Sasa hivi twende kwa mtumishi wa Mungu Petro. Twende Matendo mlango wa 5. Matendo mlango wa 5. Huyu mtumishi alibananishwa mahali pagumu, lakini sasa alishajiachia Mungu aishi. Yaani unajua Mungu kama ndiye anaishi, hata kubananishwa kwenye maeneo magumu, je, mradi ulishakufa au ukajamwachia yeye aishi, huwa alikusumbui. Mstari ule wa unaanzia 12.
Matendo 14 na Matendo 5, Matendo 5 naanzia mstari wa 12. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Mstari wa 15. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya mikeka na magodoro, ili Petro akija ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Nayo makundi ya watu wa miji ya iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na mapepo wachafu, nao wote wakafanywa nini? Wakaponywa. Tumadhimishe Mungu. Haleluya. Mungu alifanya muujiza kwa njia ya Petro ambao hata Yesu haujaandikwa kama Yesu alifanya. Hatuwezi kusema Yesu haukufanyika kwa sababu Biblia inasema kuna mambo mengi Yesu alifanya ambayo hayakuandikwa, si ndio? Lakini angalau kwa yale yaliyoandikwa, huu muujiza haujaandikwa kwa Yesu. Huu muujiza watu walikuwa wengi kiasi kwamba hata kusema ni kushika upindo bado ni ngumu. Mungu akasema isiwe taabu, mwili wako ni mwili wangu. Haleluya. Hivi kama mwili wako ni mwili wa Mungu, unajua kivuli cha huo mwili ni kivuli cha Mungu pia. Kanisa tuko pamoja? Sasa ikafika mahali Mungu akasema turahisishe hii kazi. Mtoto wangu, turahisishe hii kazi. Jua liko hapa kwa ajili ya utumishi wetu. Jua liko pale, kivuli kimetupa kule. Okay. Pita huku, wagonjwa walale huku. Kwa hiyo mtumishi akawa anapita namna hii. Kivuli cha jua kinaangukia kule, si ndio? Kwa hiyo anapotembea hivi kile kivuli kinawapitia wagonjwa, si ndio? Kinapowapitia kule, mwingine pepo limetoka. Mwingine anasimama alikuwa mlemavu. Mwingine anasema naanza nikaongea sasa. Mwingine kuja kufika kule, wote wameshachangamka wanatembea, kivuli kimewaponya. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Mungu hana kizuizi. Mungu hana chochote cha kumzuia. Ukijiachilia tu kwake, hata mate yako atayatumia. Hivyo unafikiri ni kwa nini Yesu wakati mwingine alikutana na kiwete na kipofu, mtu ambaye alikuwa haoni? Biblia inatuambia Yesu akatema mate, akaponda udongo. Sasa mnataka kuniambia kulikuwa mna maji ya kuponda udongo alafu akaamua atumie mate kuponda udongo? Hivi unajua mate ya kutosha kuponda udongo wewe kwenye eneo la ukame? Utatema mate kiasi gani mpaka yaponde udongo upate wako mawili? Kwa sababu huyo mtu alikuwa hana macho kabisa, yale magololi hapo. Kwa hiyo Yesu akatengeneza magololi mawili, akayaingiza kwenye yale mashimo, lakini ameyaponda kwa mate yake. Yale mate ni ya Mungu na yana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ameweka kule madonge ambayo yana nguvu ya Mungu. Yale mate yakageuza yale matope kuwa ngololi za macho, ikaziunga na zile mishipa, akaanza inaona. Lakini kuna tope limebaki kule, hauzi kuona, akamwambia kalioshe kule kwenye mto Siloamu. Haleluya. Alipoenda kaosha yale matope, anatoka anaona yale magololi ya tope yamegeuka kuwa macho, kwa sababu ni tope limeundwa na mate ambayo alikuwa ya Mungu mwenyewe. Hebu tumaadhimishe Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Huyo ndi Mungu. Kwa hata kivuli kimepona. Hebu tukaone mfano wa mwisho kwa huyu mtumishi, naamini tutaenda kuishia hapo kwa leo. Matendo, twende mlango wa 9 sasa. Tunaishia na mlango wa 9. Tunaenda kuona Mungu pia akitumia neno lake, akitumia neno kwenye kinywa cha mtumishi wake. Tutaona mifano miwili kwenye ukurasa mmoja huo, kwa yana shida. Ni kuhusu Petro huyo. Sasa akaenda kwenye mji mmoja,
Petro. Tunaanzia mstari wa 32, Matendo ya Mitume 9. Akapelekwa kwa mwanafunzi mmoja, mtu aliyekuwa ameokoka tayari, amelazwa, amepooza. Mstari wa 32 unasema, wakati Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawateremkia na watakatifu waliokaa Lida. Akamuona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Mtu huyo alikuwa amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Mstari wa 34, Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo akuponya. Hapo ameshamwambia apone. Amemwambia tu Yesu Kristo afanya nini? Kwa lugha nyingine anamhamasisha ajenge imani kwa Kristo. Anamwambia jenga imani kwa Kristo kwa sababu Kristo atakuponya. Sasa kinachofuatia akasema, inuka ujitandikie mara. Inuka ujitandikie, nukta. Haleluya. Haleluya. Kile ambacho Mungu alikuwa anafanya kwa Yesu, sasa anakifanya kwa Petro. Mungu anaongea kwenye kinywa cha Petro. Anamwambia, umesema namponya sawa. Mwambia inuke ajitandikie kitanda. Amepooza pale, walikuwa wanamhamisha, wanaweka pembeni, wanatandika kitanda, wanambeba tena wanarudisha pale. Na Mungu alijua hayo. Mungu akamwambia kile ambacho hajawahi kukifanya na hajawahi kuwaza kufanya. Akamwambia, Ainea, inuka utandike kitanda chako. Haleluya. Biblia inasema hapa, mara akainuka. Haleluya. Na watu wote waliokaa Lida na Sharoni wakamuona, wakamgeukia Bwana. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapofanya mambo haya mara nyingi ni kwa utukufu wake. Anawavuta wengi waje kwake kwa sababu wanamfahamu. Wanaziona nguvu zake, wanamuona akiishi, wanamuona akitenda. Ndio makusudi ya Mungu. Lakini kama tukifanya kwa miili yetu, Mungu hawezi kutukuzwa. Haleluya. Tumalizie na mfano mdogo. Nasema mdogo kwa maana kwamba uko hapa karibu, lakini mkubwa wa ajabu sana. Kwa Petro huyo alibananishwa kwenye mazingira ya tofauti. Kama angekuwa hajajiachia Bwana ndiye aishi, hapa ndio unatamani uruke dirishani. Kwa sababu mstari wa 36 unasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa. Huyu alikuwa ameokoka, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Wakati walipokwisha kumuosha, wakamuweka gorofani. Na kwa kuwa mji ule na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, kumbe walikuwa wanaishi Yafa, na Petro ameshajichongea yuko Lida pale karibu. Nao wanafunzi waliosikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu 2 kwake kumsihi na kusema, njoo kwetu pasipo kukawia. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu gorofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Sasa tuone Mungu anachokifanya. Mstari wa 40, Petro akawatoa nje wote, kwa sababu aliona kuna watu wanaweza wakaharibu muujiza hapa kwa imani zao, kwa mashaka yao, na ile ngoma ni nzito. Kwa hiyo akawatoa wote, abaki na wachache tu ambao watatembea na kwa imani moja. Haleluya. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba. Unajua, niwaambie kitu kimoja. Pale alipopiga magoti kuomba, alikuwa haombei ile maiti. Tuko pamoja Alikuwa anachemsha upako.
Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatibua mafuta ndani. Ukiona ni mkavu, usiingie kufanya jambo, kwa sababu Bwana hatakuwa anatenda. Bwana anatakiwa atende, na ishara kwamba Bwana amejaa anataka kutenda ni nguvu za Mungu zitakuwa dhahiri kwako, upako utakuwa dhahiri kwako. Ukikuta umekaukiwa alafu bado unasema kwa jina la Yesu, ujue wewe tu unafanya, hapata tokea chochote. Kama ukiona mama ni makavu, tafuta kona pale, chochea. Haleluya. Biblia inaturuhusu kuchochea, si ndio watumishi wa Mungu Ndicho alichokifanya mtumishi wa Mungu Petro. Alipiga magoti akachochea, kama ni kunena rika pateresaka yataroba katata na majasho, lakini anachochea nguvu. Akachochea akahisi upako umepanda vya kutosha. Ulipopanda vya kutosha na uhofu imeondoka, ujasiri umejaa, amevikwa nguvu vizuri, akasimama. Sasa tuone aliposimama amefanya nini. Haleluya. Kisha akaelekea yule maiti. Kumbuka sasa, wakati amepiga magoti alikuwa hata yuko ameipa maiti mgongo, kisogo. Akaenda kwenye kona hapa, rikapotikarasakaya rikapate tena. Ni ile ya emergency, kwa sababu pale ukiomba lisali moja watu watasema huku ndani kuna nini jamani, hebu kafungueni tuone kunaendelea nini. Kwa hiyo anachocha ile ya emergency. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anajua mtihani alionao pale. Roho Mtakatifu anasema umekuja, hamna shida, ukinikaribia na mimi nafanya nini? Na kukaribia. Hapa ndio unanikaribia na mimi nakukaribia, unakaribia na kukaribia, mpaka akajaa. Alivyojaa akaigeukia sasa ile mauti, akiwa amejaa ujasiri, hofu yote imepita dirishani. Haleluya. Alivyoikaribia maiti alifanya kitu gani? Kisha akaielekea yule maiti akanena, Tabitha. Jina lake alikuwa anaitwa nani? Na Tabitha huyu amekufa. Tabitha aliyekufa anasikia sauti. Tabitha aliyekufa ukimfinya atasikia. Lakini mtumishi wa Mungu akiwa amejaa, kwa sababu ni Mungu anaongea ndani yake, sasa sio yeye tena. Mungu akaongea ndani yake akasema, Tabitha inuka. Nukta. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Tumaadhimishe Mungu, kanisa la Mungu. Tumaadhimishe Jehova. Amestahili kuadhimishwa. Akiwa amejaa namna hii, neno la Mungu likapita kwenye kinywa chake kusema, Tabitha inuka. Anaongea na maiti hapo, lakini ni Mungu walio hai. Alivyosema Tabitha inuka, nini kilitokea hapa? Naye akafumbua macho yake, nikana kwamba alikuwa amelala tu pale pale. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akamtambua, kwa sababu alikuwa ameokoka. Alipomwona Petro akajiinua akaketi. Huyo ni maiti, alikuwa maiti. Ili kuambia Tabitha inuka, akafumbua macho. Kufumbua macho akamwona Petro, akainuka mwenyewe akakaa. Ni Mungu ametenda. Hizo ndio kazi za wana wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Warumi mlango wa 8 anasema uumbaji wote uko katika hali ya kuugua, uko katika utungu, kwa sababu unasubiri wana wa Mungu wafunuliwe. Wana wa Mungu wakifunuliwa, hata uumbaji unawekwa huru. Unatembea mahali uumbaji umekandamizwa, unafunguliwa, kwa sababu nguvu za Mungu zinatembea na yule mwana wa Mungu. Simama pale ulipo. Haleluya. Simama pale ulipo.